Taarifa zinaeleza kwamba Manchester United wako tayari kuongeza juhudi zao za kumsajili nyota wa West Ham Matheus Fernandes msimu huu wa joto. Team Talk wameweza kueleza ni kwa nini The Hammers wanaweza kukosa uwezo wa kuzuia kuuzwa kwake, huku kukiwa na ushindani kutoka kwa moja ya timu bora za kandanda Ulaya. Fernandes ameonekana kuwa mwanga adimu katika msimu ambao ni mbaya kwa West Ham, ambao wamekaa katika eneo la kushushwa daraja zikiwa zimesalia mechi 3 kumalizika. Ingawa juhudi zao za kuongeza muda wa kukaa kwa miaka 14 kwenye ligi kuu zinaweza kusababisha kushindwa, si kwa kutaka kujaribu kwa Fernandes ambaye ameonekana kuwa thamani halisi katika safu yao ya kiungo. Manchester United wameripotiwa kutaka kuimarisha safu yao ya kiungo msimu huu wa joto, na inafahamika kwamba angalau majina mawili pengine matatu yanaweza kuongezwa ili kuongeza timu ambayo itampoteza Casemiro na Manuel Ugarte ambaye ni dhaifu pia. Juu ya orodha yao wanaotamani ni nyota wa Nottingham Forest Elliot Anderson, ingawa ushindani mkubwa kutoka kwa Manchester City. Lakini pia tunaambiwa kwamba thamani yao inaweza kuwa euro milioni 100, lakini pia hadi kufikia dola za Kimarekani milioni 163. Ya nyota huyo wa Uingereza inatishia kumtoa nje ya uwezo wa United. Kwa hivyo klabu imekuwa ikitoa wavu wao zaidi ili kuimarisha safu ya kati, na wakati wachezaji kama Sandro Tonali, Adam Wharton, Carlos Baleba na Anderson Silva wote wamehusishwa kwa nguvu katika wiki za hivi karibuni. Lakini pia kutokana na moja ya taarifa kutoka huko, Team Talk ilifichua kwa kipekee nia ya United kumnunua Fernandes mnamo Aprili 8. Sasa kwa mujibu wa The Telegraph, United wako tayari kuendeleza mchujo huo ili kumpa zawadi Fernandes mbali na West Ham. Kulingana na ripoti yao, mkurugenzi wa kandanda wa United Jason Wilcox yuko tayari kuzidisha juhudi zake za kumsajili nyota huyo mwenye umri wa miaka 21 na ana nia ya kufanya makubaliano haraka, huku ukiwa na nia kubwa kutoka kwa mabingwa wa Europa PSG katika huduma yake. Ripoti ya Jason Butt inadai United imekuwa ikimtazama Fernandes kwa karibu msimu mzima, huku maslahi yayo yakiongezeka katika wiki za hivi karibuni, na wameamua kutomchukua msimu uliopita wakati Southampton iliposhuka dimbani. Sasa wakikabiliwa na kushuka daraja mara kwa mara, United wako tayari kuhama na matarajio yao ya kuhama bila shaka yataongezeka licha ya nia ya West Ham kuhusu nyota huyo msimu huu wa joto. Kama ilivyoelezwa hapo awali, West Ham wanasalia katika nafasi ya 18 kwenye jedwali la ligi ya Premier baada ya kushuka chini ya Tottenham weekend iliyopita. Pande hizo mbili zinakabiliwa na weekend muhimu, huku The Hammers wakiwa wenyeji wa vinara Arsenal na Spurs wakiwa nyumbani dhidi ya Leeds ambao sasa wanaonekana kuwa salama. Na kwa kuwa Fernandes sio nyota pekee wa West Ham anayevutiwa na uhamisho msimu huu wa joto, vyanzo vya Team Talk vilitoa waliweza kutoa taarifa hivi majuzi kuhusu msimamo wa klabu kuhusu mauzo ya washambuliaji Crescencio na Jarrod Bowen msimu huu wa joto. Sawa, waliweza kutoa chapisho. Lakini pia tunaambiwa lakini kuna tahadhari kubwa kwa mpango huu, na ikiwa watakabiliwa na kushuka daraja, West Ham watakuwa hawana uwezo wa kuzuia mali zao za nyota akiwemo Fernandes kuondoka London Stadium msimu huu wa joto. Lakini iwapo kunusurika kunapatikana, West Ham wako tayari kumsaidia kikamilifu meneja Nuno Espirito Santo katika soko la uhamisho, na sehemu muhimu ya mkakati huo ni kuhifadhi mali zao za thamani zaidi badala ya kupata pesa. United kwa upande wao wangekuwa na imani kubwa kwamba wanaweza kushinda mbio za Fernandes kutokana na kufurahishwa kwake na nahodha wa klabu Bruno Fernandes. Bana, hizi ni taarifa kutoka United pale. Nini komenti yako? Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swale Mchana. Asante na kwaheri.